ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Allah tabaraka wa taala amejalia tumekutana tena katika nyumba yake في بيت من بيوته كدرس يا حديث زمتين صلى الله عليه وسلم. مختصر البخاري التجريد الصريح في أحاديث الجامع الصحيح كذا الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى. بعد tupo katika masala ya imani. Babu min ad-dini al-firaru min al-fitani. Taban hii ni darasa namba 5. Tunaanzia anwani min ad-dini al-firaru min al-fitani. Ni katika dini kuzikimbia fitna. Swala la kujiweka mbali na fitna, kukimbia fitna ni katika imani, ni katika dini. Maana yake kuzishabikia fitna, kuingia kwenye fitna, si katika dini, si katika imani. Babu min ad-dini al-firaru min al-fitani. Miongoni mwa dini ni kuzikimbia fitna. Na makusudio ya fitna hapa si zile fitna za kawaida kumchonganisha mtu na mtu, kuhamisha maneno. Ni fitna kubwa, mauaji, vurugu na nini, ndizo fitna ambazo zinakusudiwa katika hizi hadithi. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال. وتوقع أبو سعيد الخدري وهو من المكثرين من الرواية كما صحابه ولو فكي حديث من أبو سعيد كما قال الحافظ. أبو سعيد amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mjumbe wa Allah, yushiku, inakaribia, yushiku yaqurubu, inakaribia, an yakuna khayra ma lilmuslimi, inakaribia kufikia hali kuwa mali bora ya Muislamu ghanamun, ni mbuzi. Inakaribia hali kufikia mali bora kwa Muislamu itakuwa ni mbuzi. Yatibau biha sha'fa aljibali, akiwa na mbuzi wake hao anafata juu ya milima. Itafikia hali wala haiko mbali, mali bora kwa Muislamu ni mbuzi tu. Anachukua wale mbuzi, yatibau biha, fi riwaya yattabi'u biha sha'fa aljibal, anafata juu ya milima akiwa na wale mbuzi wake. Wa mawaqi al-qatar, anafata sehemu zinazoteremka mvua, mabondeni, butunul awdiya. Yani tafikia hali mtu na mbuzi wake anaacha mji, anaacha nini na mbuzi wake, anaenda milimani au mabondeni. Yafirru bidinihi min alfitani, anakimbia na dini yake kutokana na fitna, kutokana na kuenea fitna na vurugu mbalimbali. Kwamba amechukua mifugo yake, ameenda huko kuanza ibada, kukimbia fitna mbalimbali. Kwa hiyo hadithi hii ni katika ahadithi za uzla, kwamba hali itakuwa mbaya zaidi, fitna, watu wanagombana ovyo, wanauana ovyo. La ya'rifu al-qatil lima qatal wala al-maqtul lima qutil. Tafikia hali mtu atakaa mbali na wanyama wake kukimbia fitna mbalimbali. Lakini wanawachuoni wanasema muda wa kuwa hali haijakuwa mbaya, al-ikhtilaf, kuchanganyika na watu,
mkapeana nasaha, mkaelekezana, mkasaidiana, mkatembelea wagonjwa, mkazikana. Kuchangamka ni bora kuliko ruzi la mtu kujitenga. Allahumma labda pale ambapo fitna itakuwa ni kubwa, mtu anashindwa kumwabudu Muumba wake tabaraka wa taala. Lakini katika hali ya kawaida al-ikhtilafu afdalu min al-uzla ala rajih. Babu kauli nabii sallallahu alayhi wasallam, mlango mwingine unazungumzia maneno ya mtume, ana a'lamukum billah, mimi ninamjua zaidi Allah kuliko nyinyi. Maneno ya mtume, ana a'lamukum billah, mimi ninamjua zaidi Allah kuliko nyinyi. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa mama Aisha amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume, idha amarahum, anapowaamrisha, alikuwa mtume anapowaamrisha maswahaba jambo la dini, amarahum min al-amali bima yufiqun, huwa anawaamrisha matendo ambayo wanayaweza, yapo ndani ya uwezo wao. Ilikuwa kawaida mtume anapowaamrisha jambo, anawaamrisha jambo ambalo yufiqun, wanaliweza, lipo ndani ya uwezo wao. Hawaamrishi mambo ambayo ni mazito hawawezi kuyatekeleza. Kwa alikuwa anapowaamrisha, amarahu, anawaamrisha minal amali, katika matendo, bima yufiqun, yale ambao wanayaweza. Qalu, wale waliokuwa wanaamrishwa wanapewa matendo mepesi ya ndani ya uwezo wao. Qalu, wakawa wanasema, inna lasna ka hayatika ya Rasulullah, sisi hatupo kama wewe, hatupo kama hali yako ulivyo. Yani wewe mwenzetu ushasamehewa madhambi, sisi tunataka matendo mengi mazito tupate thawabu. Wewe mwenzetu hauna shida, ushasamehewa. Yani kana kwamba hawaridhiki na wale matendo ya wastani wanaoambiwa wafanye. Wanaona hapana, tunataka makubwa mazito, wewe mwenzetu umesamehewa na nini. Inna lasna ka hayatika ya Rasulullah, sisi atupo kama wewe. Hayani alhal, asura, si atupo kama mazingira yako wewe. Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah amekusamehe mwenzetu, amesamehe kwako yaliyotangulia, madhambi yaliyotangulia na madhambi yaliyochelewa. Mwenzetu umesamehewa, kwa uhitaji matendo mengi mazito. Sisi hatuna msamaha, tunahitaji mambo mengi na nini, kana kwamba wanakusudia hiyo. Fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhi, kumwambia hivyo anakasirika mpaka hasira zake zinaeleweka kwenye uso wake, hasira zinakuwa wazi usoni. Kwa nini watu hawapati mafunzo ya mtume? Mtume anawapa mambo ya wastani. Islam ni dini ya wepesi, haimkalifishi mtu jambo asiloliweza. Yasiru wala tuasiru, yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah hutakeni wepesi wala hutakeni uzito. Kwa hiyo mtume alikuwa akiwaambia hivyo, anasema hapana, mwenzetu umesamehewa, sisi tupo kama wewe. Fayaghdabu, mtume anakasirika. Hatta yu'rafa al-ghadabu, mpaka ghadhabu ile inajulikana, fi wajhi, usoni mwake. Mpaka ukimwangalia unajua amekasirika. Thumma yaqul, kisha mtume anawaambia, inna atiqakum, Mungu wenu, wa a'lamukum billah, a'lamakum billah, anomjua zaidi Allah kuliko nyinyi. Ana ni mimi hapa mtume. Mnapaswa mnisikilize, mnapaswa mkubali yale mafunzo ya wastani mnayopewa. Mimi namjua zaidi Allah, mimi namcha Allah kuliko nyinyi. Nayo kuelezeni ndio cha Mungu. Tunachojifunza katika hiyo hadithi, al-iqtisad, kuwa na hali ya wastani katika ibada, katika dini. Dini inahitaji kuchupa mpaka, inahitaji ghuluu.
halaka almutanaffi'un. Na yote yaliyofundishwa katika dini ni mambo ya iktisadi, ya wastani, wala hakuna jambo hilo lisiotekelezeka, hakuna jambo ambalo linaleta madhara katika dini, na yale ambayo watu wanayafanya yanayoleta madhara ni kinyume na dini, ni mambo yao wengine kutokana na jahal, kutokana na ujinga wao au kudharau kwao mafunzo. Kwa hiyo tupo katika mlango wa imani. Miongoni mwa imani ni kupata yale mafunzo ya dini bila kuleta uzito, bila ya kuongeza, bila ya kuleta at-tanazzuh wa shidda wa tashaddud fi ghairi mahalli. Babu tafadhuli ahli al-iman fi al-a'mal. Huu mlango unazungumzia kuzidiana, tafadhuli, kuzidiana watu wa imani kwenye matendo yao. Yaani watu wa imani matendo wanazidiana, huyu matendo yake mengi machache kadiri ya mtu na imani yake. Lianna al-imana yazidu wa yanqus kama huwa muqarrar fi aqidatina. Babu tafadhuli ahli al-imani fil a'mal. Kuzidiana watu wa imani kwenye matendo. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم يا مسيما يدخل أهل الجنة الجنة wataingia watu wa peponi, wataingia kwenye pepo. Wataingia watu wa peponi, wataingia peponi. Wa ahlun nari an-nara, wataingia watu wa motoni, wataingia motoni. Watu wa peponi wataingia peponi, watu wa motoni wataingia motoni. Thumma yaqulu Allah ta'ala, kisha Allah atasema, wa thumma na kuagiza malaika, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habba min khardalin min iman. Allah ataagiza malaika, mtoeni motoni yoyote ambaye katika moyo wake kuna imani kama uzito wa punje ya khardal. Yoyote ambaye moyoni mwake kuna imani sawa na uzito wa khardal, mtoeni motoni. Akhriju minan nari, mtoeni motoni man kana fi qalbi mithqalu habba min khardal min iman. Yule ambaye katika moyo wake kuna hata punje sawa na khardal. Khardal ni punje inapigiwa mfano katika udogo, ni ndogo sana. Kwa yule ambaye ana imani hata kidogo, mtoeni katika moto. Sasa tabuchetu kitabu ni amana baada kama leo mbadio yako. Sasa kwa mmoja الامانه الى من ائتمن. Kwa hiyo Allah ataagiza, mtoeni motoni yule ambaye kana fi qalbihi, katika moyo wake mithqalu habba min khardal, kuna uzito hata wa punje ya khardal min imani ya imani. Yani hata kama imani ndogo, mtoeni motoni. Na hii ni dalili kwamba almuwahhiduna la yukhalladuna finnar, watu wa tauhid hawatakaa milele motoni. Hata kama wataingia motoni kwa maasi yao, mwisho watatolewa na kuingia katika janna. Hiyo ndio ikada al-sunna, akida al-sunna ya khilafa li al-khawarij wal mu'tazila, wanaona kwamba mtu akifanya dhambi motoni hatatoka, atakaa milele. Hii Allah atatoa agizo yote mwenye imani, aslul iman, atolewe motoni. Fayukhrajuna minha, watatolewa ahlul imani, wenye imani hata kiwango cha chini. Fayukhrajuna minha, yani minan nar, watatolewa kutoka katika moto. Qad suwaddu, wameshakuwa weusi kutokana na kuungua moto. Watatolewa motoni qad suwaddu, yani wameshakuwa sud,
wameshakuwa weusi, watatolewa motoni. Fayulqauna fi naharil hayati, watatiwa katika mto unaitwa naharil hayati, mto wa uhai, mto ambao mtu akiingia humo anapata uhai, anakuwa mzima, anakuwa vizuri. Kwa watatolewa motoni, watatiwa katika naharil hayati. Katika riwaya zingine naharul haya, yani alhaya almatar, yani mto unaofanana na mvua. Mvua inaleta uhai katika ardhi, mimea inaota. Kwa hiyo huo mto utakuwa kama ni mvua, kwa maana unaleta uhai na maisha mazuri na afya na usalama kwa wale watakaokuwa. Na zipo sehemu nyingine zinasomeka naharul hayati, mto wa haya. Hiyo wasema tu ni taswiri. Yani pale palipoandikwa naharul hayai kwa hamza, hii maana hii hakuna munasaba wa haya na hiki kinachotokea hapa. Kwa ni naharul hayati au naharul haya bila hamza mwisho. Mto wa mvua au mto wa uhai, maana hizo mbili zinafiki hapa kwamba watu wameingizwa mle, wakitoka mle watakuwa wako vizuri. Ule weusi wa kuungua moto na ule uchovu wa mto unakuwa. Kwa wataingizwa katika naharul haya, katika mto wa uhai. Fayambuduna, wataota. So kuota ndio yani sasa kama kuna kiungo kiliungua nini, wataota yani kwa vizuri, kuinukia. Kama tambutul hibba fi janibi sayri, kama zinavyoota nafaka, punje za nafaka, kama zinavyoota pembezoni mwa maji, pembezoni mwa ilipopita mafuriko. Sayri ni maji, mafuriko, hayawani. Yakipita mafuriko yamebeba mazao, yamebeba nini, pembezoni mwa mto yanaota, mimea inaota, kutokana na athari ya yale maji na nini. Kwa hiyo hawa watu ambao wametolewa mtoni kutokana na tauhidi yao, wakaingizwa katika mto wa uhai ili warudi kuwa wazima. Fayambuduna, wataota, kwa maana watakuwa vizuri. Kama tambutul hibba, kama inavyoota nafaka na mmea, fi janibi sayl, pembezoni mwa yalipopita maji au mafuriko. Alam tara, kwani hujaona, annaha, zile nafaka zinazoota pembezoni mwa maji, kwani hujaziona kwamba takhruju safaraa multawiya, huwa zinatoka zikiwa za manjano, zikiwa zimeinama, zimependeza. Yani multawiya, kuinama hapa ni kupendeza, kama unavyoona mpunga na nini umejaa, umezaa, mashuke yanainama, yamebeba mpunga mwingi na nini, yanapendeza linadhirin, kwa waangaliaji. Kwa ina maana watatoka vizuri, wanapendeza kama mimea inavyoota pembezoni mwa mito. Alam tara, kwani hujaiona mimea inavyoota pembezoni mwa maji, annaha takhruju safra, kutoka ikiwa ya manjano, multawiya, imeinama hivi katika mandhari fulani ya kuvutia na kupendeza. Hii hadithi wanasema wafasiri wa hadithi, ameeleza hapa Imam Bukhari hii hadithi ikiwa ni raddi wa Murji'a na pia Khawarij. Murji'a ni wale wanaona matendo hayaathiri imani, yawe mazuri yawe mabaya, kwamba ukiwa na imani yako hata ukifanya maasi imani yako haiathiri chochote. Sasa hii hadithi ni radi kwao, kwa sababu waliofanya mabaya wameingizwa motoni hapo. Kwa hiyo matendo mabaya yameathiri imani, wameingia motoni. Hii ni radi kwa Murji'a kwa upande huo. Kwa upande mwingine ni radi kwa Khawarij, wanaoona ukifanya dhambi kubwa lolote wewe motoni milele, huwezi ukatoka. Wao umeongopa motoni milele, umeiba tu motoni, umezini motoni milele, utake kutoka tena, umekula riba motoni. Haya ni madhambi, mtu anaweza kuingia motoni, lakini kama ana amri iman, atachomwa kadiri ya uzito wa madhambi miaka kadhaa,
akhiru matafihi fil janna, mwisho ni peponi. Hiyo ndio itikadi ya Ahlusunna. Na haya maneno wala sio hamasa watu kufanya maasi kumbe tukaimo motoni milele. Hapa haya maneno hakuna mtu mwenye akili anasema ngojea mimi nifanye kumbe tukaimo milele, wakati anajua siku moja kule sawa na miaka 1000 huko. Hata akiambiwa motoni anakaa siku 2 maana yake ni miaka 2000, anaiweza vipi? Anavumilia vipi? Lakini ukweli ndio huo kwamba murtakibul kabira la yukhalladu fi an-nar. Hatuna maneno zaidi ya hayo. Mtu mwenye madhambi makubwa hata kama motoni milele, akiingia motoni atachomwa muda mrefu, atoke taabani, mwisho wa mapafu yake ni katika janna kama alikuwa ni mtu wa tauhid. Kwa hiyo hadithi ni radi kwa burji au wanaona wewe hata kufanya maasi ya kuadhiri. Hapa tumeona mtu wa maasi wameingizwa motoni. Hadithi ni radi kwa Khawarij na Mu'tazila wanaona kwamba ukifa na dhambi kubwa wewe ndio basi motoni utoki tena. Hadithi inaonyesha mtu akiwa na madhambi akafanayo anaweza kuchomwa kwa muda kadiri ya madhambi yake, lakini mwisho atatolewa aingizwe katika naharul haya na aingie katika aljanna. Wa anhu, kutoka kwa huyo Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume, baina ana naim, kipindi ambacho siku moja mimi nimelala, nikiwa nimelala, raaitu nasa, nikiwa nimelala nikawa nimewaona watu. Baina ana naim, nikiwa nimelala, raaitu nasa, nikawa nimewaona watu. Yu'raduna alayya, wanaonyeshwa mbele yangu, wanadhihirishwa mbele yangu. Nimeona watu wanaonyeshwa kwangu, wanadhihirishwa kwangu. Wa alaihim qumsun, wale watu wakiwa wana nguo. Qumsu tunatafsiri kanzu, lakini muda mwingine hata kitu kama fulana, ni Waarabu wanaitwa qamis. Ala kulli hali wale watu wakiwa wamevalishwa kanzu au nguo maalum. Qumsu jamu ya qamis. Haya, wale watu wamevalishwa kanzu. Utakuja kuambia kanzu nyingine fupi hata kifuani hivi. Na imetokea juu hiyo ni kanzu. Yani hata kwenye maziwa au haifiki. Dalika ala kulli hal, mtume ameonyesha watu wakiwa kuna nguo wamevaa kama ni kanzu kama ni nini. Minha, miongoni mwa zile nguo walizovaa, kuna wengine nguo walizovaa yablughu thudiya, zinafika yani kwenye maziwa. Kuna wengine zinafika kwenye maziwa thudiya. Wa minha, na kuna wengine maaduna dhalika, ndipo chini hapo, hata katika maziwa hazijafika. Yala kuna nyingine ni ndogo zaidi, hata hapo hazijafika. Wa uriba alayya Umar ibn Khattab, akaonyeshwa kwangu, nikaonyeshwa Umar. Wa alayhi qamisun yajurru, yeye nguo ile amevaa ndefu mpaka anaiburuza. Yani Umar nguo aliyovaa ni ndefu mpaka anaiburuza. Ilivyoonyeshwa kwenye ndoto. Qalu, masahaba akamuuliza mtume, kwa sababu hii ni ndoto. Na yanayotokea katika ndoto tofauti na yanayofanyika kinyume cha ndoto. Mtume akaulizwa, fama awalta dhalika ya Rasulullah, umetafsiri vipi? Awalta ni abarta, hiyo ndoto tafsiri yake ni nini? Hiyo nguo ambayo mwingine fupi mwingine ndefu, maana yake ni nini? Mtume akasema, adina, tafsiri ya hii ndoto ni dini. Yani ile nguo ni dini. Kuna wengine dini yao fupi, wengine dini yao kadha, wengine dini yao pana. Kama Umar ana dini kubwa. Sababu inaonekana nguo ndefu, maana yake dini yake ni pana, ni ndefu. Umar, huu ni ushuhuda mtume Umar ana dini pana kweli wasa. Yani ni mtadayyin. Kwa hiyo, sababu hadithi ina maana gani katika kitabu al-Iman?
Hadithi ina maana watu kutofautiana kwenye dini na imani. Sawa na nguo, mwingine nguo yake hivi, mwingine hivi. Kwa hiyo dini, kuna mwingine dini yake fupi, mwingine dini yake pana, mwingine ana kiasi kidogo cha imani, mwingine, yani imani za watu zinakhtilafiana. Na pia katika hili ndio msimamo wa Ahlus-Sunnah. Wapo wengine wanasema imani ni tatu kama wale Murji'a. Yani imani yote, imani zetu ziko moja, haiongezeki haipungui. Wapo wanaosema hivyo na maneno yao ni batil, yapo wazi kama batil. Sababu hata wewe mwenyewe imani yako mwezi wa Ramadhani unaiona tofauti na siku zingine. Imani yako ukiwa msikitini hapo na darasa tofauti kutoka nje. Imani yako ukiwa umeenda katika hija, uko katika msikiti mtukufu wa Maka, uko katika Arab, unapojisikia mle tofauti labda na ukiwa Talha. Yani kila mtu ni shahidi wa nafsi yake. Au unasemaje imani ni thabiti, level ni moja? Haiwezekani. Hayo maneno yana maana kwamba imani ya Abubakar na imani yako wewe ni sawa sawa. Na hilo ni jambo ambalo la yaqulu wa aqilu nahika an muslimin. Kwa hiyo imani zinatofautiana. Kuna mwingine imani yake ya juu, mwingine imani yake ya wastani. Kuna mwingine imani yake imeshuka, kuna matendo yanapandisha imani yanashusha. Hata walidhalika kichwa cha habari hapa ni tafawud ahli al-iman, kuzidiana watu wa imani. Naam. Taban, hii hadithi inaweza kuwa ni dalili ya watu kuruhusiwa kuburuza nguo zao. La. Yani je, mtu anaweza kujisikia Umar mtume alimuona kwenye ndoto nguo yake ndefu, tafsiri kama ni dini yake ndefu. Hii ni ndoto na ndoto ina tafsiri yake. Kuna mtu aliota anakojoa kwenye mimbar. Alipotafsiriwa na taalamu ndoto akaambia utazaa watoto ambao watatoa hutuba. Kwa hiyo ukasema kwa sababu ile kukojoa kwenye mimbar kulileta tafsiri nzuri, basi tunaruhusiwa kuja kukojoa kwenye mimbar. Kwa maana tuzae watoto ambao watakuja kuwa wasomi na toa hutuba. Yaani tunataka kusema mtume ashakataza kuburuza nguo kwa wanaume, makatazo yako pale pale. Hali masala ya ndoto, Umar alionekana kwenye ndoto kama amevaa nguo ndefu, ni mfano wa kuwa na imani. Hili haina maana kwamba tunaruhusiwa kuuza nguo. Aslan ni vitu viwili tofauti. Babun, mlango al-haya'u min al-iman. Haya ni katika imani. Haya masala yalizungumzwa nyuma, hapa yanarudiwa tena kwa faida zingine kadhaa. Na tulisema kule haya ni kitu fulani mtu anakuwa nacho kinamzuia kufanya mambo mabaya. Ama ile haya ambayo inakuzuia kuswali, mimi naona aibu, naona haya kuswali hapa. Labda uko katika basi, swala zinatoka mbili nyakati zake zote. Wewe unaona haya kuswali, mwenye kwamba ukatulia ukaswali, watu watakushangaa anaswali vipi kwenye gari. Haya hiyo sio haya, hiyo ni haja. Haya haikuzuii kufanya ibada. Haya inakuzuia kufanya mabaya. Babun al-haya'u min al-iman. Haya ni katika imani. Ani ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam marra ala rajul. Siku moja mtume alipitia mtu fulani. Mtume alipita kwa mtu fulani min al-ansar, yule mtu ni katika watu wa Madina. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Mtume alimpitia huyu mtu alikuwa anampa mawaidha ndugu yake kuhusiana na haya. Katika riwaya nyingine, huyu mtu ambaye mtume alimpitia alikuwa yuatibu akhahu, alikuwa anamlaumu ndugu yake kuhusiana na haya. Yani alhasil, kuna watu wawili walikuwepo. Kuna mtu mmoja alikuwa anampa mawaidha ndugu yake na mwingine anamlaumu. Yani huyu mtu mmoja alikuwa ana haya kubwa, muda mwingine hata baadhi ya haki zake anaziacha kutokana na kuwa, yani kwa mfano mtu anamdai yule mtu, ana kila akienda anamjirusha yeye, kutokana na kuwa na haya sana takwenda kumdai, kumkumbusha deni lake, anaona shida. Kwa alikuwa na haya kwa kiwango kikubwa mpaka muda mwingine baadhi ya haki zake inaonekana kama inapotea au anazisamehe katika hali hiyo.
Kwa huyu ndugu yake kwa kama wewe bwana haya gani, huyu bwana haya gani, mpaka yani mpaka anafikia kumlaumu. Kwa mtume alimpitia mtu, yule mtu alikuwa anampa mawaidha, kwa riwaya yuadhib, kama anamlaumu mwenzie kutokana na kuwa na haya kubwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia huyu anotoa lawama, huyu anotoa mawaidha yenyewe ni kumwambia yule bana haya isiwe kwa hivyo na nini. Mtume akamwambia huyu sasa mtu wa mawaidha, da'ahu, muache na haya yake, muache na tabia hiyo ya haya, wala usimshushe, muache hivyo. Sababu tabia aliyokuwa nayo ni nzuri, inafaa. Huyu ambaye ana haya wala hitakiwi kumpigia kelele kumtoa katika hiyo tabia. Da'ahu, muache, fa innal hayaa min al-iman, haya ni katika imani. Haya ni katika imani. Kwa kama mtu ana haya basi ana imani, wewe muache na tabia hiyo. Da'ahu, muache na haya yake, fa innal hayaa min al-iman, kwa sababu haya ni katika imani. Tayeb, mlango mwingine, babun, mlango fa intabu wa aqamu sala wa atau zaka, wakitubia wakasimamisha sala wakatoa zaka, fakhallu sabilahum, waachieni njia yao, waachieni, msiwaziri, waachieni huru. Fa intabu, wakitubia, toba ni kuacha mabaya mtu alikuwa anayafanya. Wa aqamu sala, wakasimamisha sala, wa atau zaka, wakatoa zaka, fakhallu sabilahum, waachieni njia yao, yani waachieni. Wa anhu, kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume amesema, umirtu, nimeamrishwa mimi mtume kama kiongozi, nimeamrishwa an uqatila an-nas, nimeamrishwa nipambane na watu, niingie vitani na watu, hata yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washuhudie la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na Muhammad ni mtume wa Allah. Wa yuqimu sala, wasimamishi sala, wa yu'tu zaka, watoe zaka. Fa idha fa'alu dhalika, wakifanya hayo, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, watakuwa wamezikinga, wamezizuia damu zao na mali zao, illa bihaqqi al-islam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Hazitaguswa isipokuwa kwa haki ya Uislamu, yani kwa sababu za kisheria. Wa hisabuhum ala Allah, na hisabu yao itakuwa kwa Allah. Wakitamka shahada, wakasimamisha sala, wakatoa zaka, watahesabika ni Waislamu kwa dhahir. Mambo mengine yao ya moyoni, hisabu yao itakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii na ambayo nyingine itakayotaja masala ya jihad ni masala ya kuyaelewa vizuri, sababu haya ni masala ambayo watu wanayatumia vibaya, kwa bitali wanauharibia Uislamu na kuonekana Waislamu ni watu wa kuua watu, wote ni watu wa kusababisha madhara, watu wa kupoteza amani, wakati Uislamu uko bara mbali na hayo. Huyu ni mtume, alikuwa ni kiongozi Madina, yeye ndiye kiongozi wa eneo la Madina kipindi chake. Kwa hiyo kama kiongozi, kuna kipindi alikuwa anaruhusiwa na Allah aingie katika vita na wale ambao wanampinga na kuadhiria watu kumpata mtume. Kwa masala tofauti na wewe ukamkuta sasa Muislamu jiani ukaanza kumdhuru, au kaingia hotelini kama ilivyotokea Kenya jana, na leo watu wanaingia hotelini wamelipua, wamefanya hivi kinyume na mafunzo, na hata wasomi wetu wanaojua zaidi dini wanatuambia ni masala ambayo hayafai na wala sio mafunzo ya Uislamu. Na baadhi tumesoma nao kitabu na wamepata faida, kitabu cha Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, bi ayi aqlin wa dinin yakunu at-tafjir wa at-tadmir jihada. Hivi kwa akili gani, kwa dini gani mambo ya kulipua na kubomoa majengo na nini yanaweza kuwa jihad? Hiyo ni akili gani, ni dini gani inayosema hivi? Nimefundisha hichi kitabu na ndani dalili mbalimbali zimetolewa
kwamba masala haya yanafanywa na watu kinyume na utaratibu wa dini. Lengo ni kuchafua dini ionekane inavurugu, kumbe dini haiko hivi. Kwa hiyo aya ambazo zimetaja jihadi, hadithi zimetaja jihadi ya sheria ina utaratibu wake chini ya imam, chini ya raya. Kiongozi wa Uislamu anaangalia uwezo wa Uislamu, anaangalia. Ndio maana Mtume muda mwingine alikuwa anashiriki vita, muda mwingine anafanya hudu na sulhu na wale maadui zake, wanaingia mikataba ya amani, wanafanya mambo kwa utaratibu, watu wanaslimu, watu wanafungwa dini. Haya si masala ambayo mtu mtaani tu anaamka asubuhi ananyanyua bendera la kuma. Walidhalika madhara yake yamekuwa ni makubwa kuliko kile ambacho wafanyaji walikuwa wanaona kama ni kaida. Imekuwa sasa sehemu watu wanashindwa kufari, watu wanashindwa kusoma dini, watu wanadhuriwa, watu wanabanwa kutokana na vitendo kama hivi vya watu majahil wasiokuwa na elimu sahihi. Walidhalika tunatoa nasaha kwa Waislamu kwa ujumla na wale atibaa wetu kwamba watu wasiwe na mashabiki wa kushirikia vikundi vyovyote. Watu watakao wakae chini wajue dini inasemaje, dini inaamrisha nini na kataza nini, na Mtume amefanya dawa vipi Maka miaka 13 huko Maka. Waislamu wanateswa, wanafanyaje? Alifanya subira gani? Na alipoenda Madina utaratibu ulikuwa hivi. Kulikuwa kuna Mayahudi bado Mtume anakopeshana nao, wanamuita kula nyumbani kwake, muamala. Wakifika vitani, vita ina habari zake zingine. Lakini si masala watu kushomeana majumba, kuvamiana hotelini, watu wameenda kwenye masemina au watu wameenda kula, wanajitukia wamevunjika mikono au wamedhurika. Haya masala ikhwa ya kumbali kabisa na mafunzo ya hii dini hanifi. Naam. Idhalika Mtume anasema nimeamrishwa al-qatila nas hata shadu mpaka mwisho wa hadithi. Kwa yeye ni Mtume, ni kiongozi, anajua muda gani maslaha kuingia vitani na wale ambao walikuwa wanamshambulia na kumjilia dawa. Anaona maslaha muda gani kufanya suluhu kama ya Hudaybiyah, watu wakakaa na amani wakafanya masala ya kumwabudu Allah tabaraka. Babu man qala innal imana huwa al-amal. Huu mlango ni dalili ya wale wanaosema imani ni matendo. Angalia msimamo wa Imam Bukhari. Imam Bukhari anakwambia mlango huu unazungumzia. Taban tunasoma mukhtasari ya Zubaydi, lakini amechukua kwa Bukhari. Yeye alichofanya ni kuondoa sanadi, kuondoa hadithi zilizojirudia na nini. Kwa hiyo vitu vya habari ni masala ni ya Imam Bukhari. Imam Zabidi alichofanya amefupisha kitabu, ameondoa baadhi ya mambo marefu na masanadi na kadhalika. Kwa hiyo vitu vya habari, ahadithi zote ni kazi ya ameweka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo anakuletea ushahidi wa wale wanaosema imani ni matendo, sio itikadi peke yake. Na matendo pia yanahitajika ili imani ikamilike. Babu man qala innal imana huwa al-amal. Mlango unazungumzia wale waliosema imani ni matendo. Na hili ni jambo ambalo tunatakiwa tulifahamu sana. Sababu wengi tunatosheka na majina, umeitwa jina la Kiislamu, si kufanya ibada, si kufunga, si kuswali. Imam Bukhari analeta dalili kwamba matendo ni sehemu ya imani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam su'il. Mtume aliulizwa, ayyul amali afdalu, ni matendo gani bora? Mtume aliulizwa ni matendo gani bora? Qala, Mtume akasema imanu billahi wa rasul, kumwamini Allah na mtume. Ameulizwa matendo, anasema imani. Kumbe imani ni matendo. Matendo gani bora? Tendo bora namba 1 kumwamini Allah na mtume. Sasa akaulizwa tena thumma madha, kisha nini? Qala, akasema al-jihad fi sabilillah, kupigania njia ya Allah. Na jihadi na maratibi na daraja zake. Kuna jihadi kwa njia ya kupambana na nafsi yako. Watu wakisikia jihadi basi ni kubeba silaha. Kuna kupambana na nafsi yako kwanza. Kuna jihadi ya ilmu, kupambane na ujinga, uisome dini yako, muabudu Allah. Hizi zote ni marati. Wanajiona mtaja Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo utakuwa si mkweli uone nani, jamani mimi nataka jihadi iko wapi niende nani? Umepambana na nafsi yako, kuachana na maasi. Kukaa chini kusoma dini yako, mbona huwezi kupambana na ujinga?
utaweza wewe kupambana na watu wakati ujinga kwenye nafsi yako utaki? Huwezi kukaa nusu saa kuondoa ujinga, ukaijua dini yako, ukafanya ibada vizuri. Kwa aljihadu marati. Sasa tufanye kile ambacho tunakiweza, kile ambacho kipo ndani ya saitara yetu. Pambana na nafsi yako, ikataze ghaibi balala. Pambana na ujinga, tenga muda wako jifunze dini yako. Hizi ni jihadi bora kama walivyosema ahlul ilmi, bali hizi ni faradhu aini. Wakati zingine hizo ni faradhu kifaya, hizi ni faradhu aini. Wewe kuondoa ujinga ukapata ilmu al-ali, ukajua unaswali vipi, ni lazima kwako, lazima uwe na ilmu angalau ya msingi. Kwa hiyo jambo la pili aljihad fi sabilillah. Ila kaulizwa tena thumma madha, lingine ni lipi? Akasema hajjun mabrur, hija isiyokuwa na madhambi. Jambo bora lingine hajjun mabrur, hija isiyochanganyika na dhambi. Mtu ameenda kuhiji vizuri, amepata taratibu vizuri, hajjun mabrur, hija yenye kukubalika isiyochanganyika na madhambi. Wanawachuoni wanasema dalili kama hija yako ni mabrur, imekubalika, asema miongoni mwa viashiria au dalili ni mtu baada ya kurudi akabadilika, katahassa, hali yake ikawa ni nzuri kuliko kabla. Yaani kama alikuwa ni mwema tokea zamani, aliporudi akaongezeka, na kama alikuwa ni muovu kabla ya hija, aliporudi akawa mwema, na kama alikuwa mwema wema wako ukaongezeka. Hivi ni baadhi ya viashiria kwamba hija yake ni mabrur, yaani imekubaliwa au imekuwa ni hija nzuri. Tayeb, mlango mwingine, babu idha lam yakunil islamu ala alhaqiqa. Mlango unazungumzia pale ambapo Uislamu hautakuwa katika uhakika. Babu idha lam yakunil islamu ala alhaqiqa, pindi usipokuwa Uislamu kwenye uhakika. Yaani maana kichwa cha habari ni nini? Kuna mtu anaweza akawa ameingia katika Uislamu leo jana, amependa Uislamu, ameingia, hajajifunza Uislamu, hajajua undani wa Uislamu, matendo ya Uislamu. Kwa hiyo ni Muislamu kwa ujumla, kwa dhahiri Uislamu hujakita vizuri, labda kufana kutokujua au ndicho kinachokusudiwa hapa. Babun idha lam yakunil islamu ala alhaqiqa. Taban haikusudii masala nifaq munafiq, lakini akusudiwa mtu ambaye Uislamu wake umekuwa ni mpya, ni mgeni, hajabobea bado, hajazama, vitu kama hivyo. An Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, kutoka kwa Sa'd ibn Abi Waqqas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ata rahadan, mtume aliwapa mali ghanima katika moja kati ya vita, aliwapa raha sana kundi la watu. Wanasema wasomi wa Kiarabu, raha ni kundi la watu kuanzia 3 mpaka 10. Kati ya 3 na 10 wanaitwa raha, yani kikundi cha watu. Mtume aliwapa mali raha sana kundi la watu. Wa Sa'd jalis, wakati Sa'd ibn Abi Waqqas amekaa pale pembeni. Anawahadithia ndio yeye katika riwaya nzima, mimi nimekaa pale. Hapa amefanya iltifat. Yaani mtume amewapa kikundi cha watu, amewapa mali nyingi, mtu anapewa ngamia 100, mali nyingi. Wa Sa'd jalis, Sa'd amekaa pale pembeni anaangalia. Katika huo mgao, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, mtume akamwacha bwana mmoja hajampa, akamwacha mtu fulani, na ametajwa jina lake katika baadhi ya sherehe, anaitwa Juailu ibn Suraqa. Huyo bwana ambaye katika mgao hajapewa, jina lake ni Juailu ibn Suraqa. Mtume akamwacha. Huwa aajabuhum ilayya, Sadi anasema yule ambaye mtume aliacha hajampa, huwa aajabuhum ilayya, huyo ndo anapendeza zaidi kwangu.
Yaani mimi binafsi niona yule alistahili kupewa ile, yaani mimi niona yule anafaa kupewa kuliko hata wengine. Aliyeatwa na mtume huwa aajabuhum ilayya, ndio alikuwa huyo mtu anapendwa zaidi kwangu na mkubali sana huyo mtu. Mtume kwa sababu zake ambazo baadaye atazitaja mbele akawa hajampa yule mtu. Na Saadi alikuwa hajajua kwa nini mtume ameacha kumpa yule mtu. Kwa Saadi anasema faqultu, nikasema kumuuliza mtume, ya Rasulullah ma laka an fulani, ewe mtume vipi una nini na fulani? Amtaja yule bwana, una nini na fulani, mbona yeye hujampa? Fa wallahi, ninaapa kwa Allah, Saadi anasema ninaapa kwa Allah, inni la arahu mu'mina, mimi huyu bwana namuona ni muumini. Huyu bwana ambaye wewe hujampa mtume, mimi namuona ni muumini. Angalia neno alilotumia, mu'min. Mu'min hili neno ni kubwa kuliko muslim. Imani ni kitu cha juu kuliko Islam. Mimi namuona huyu bwana ni mu'min. Hili neno mu'min ni zito sana, watu tunalipenda kulitumia waumini wa msikiti fulani. Neno mu'min ni zito kidogo. Al-iman fawqa al-islam. Na hapa kwa Allah, huyu bwana mimi namuona ni muumini tu. Faqal, mtume akasema au muslima, au anasema hapa kwa maana bali Muislamu. Unaonaje ukimwita Muislamu? Unaonaje ukiacha ile neno muumini hili zito, au muslima bali Muislamu, au unasemaje? Fasakattu qalila, nikajamaza muda mfupi. Yaani Saadi anasema nikanyamaza. Nyamaza. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu, kisha yakanishinda nguvu yale ninayoyajua kwa yule mtu. Yaani ule ninapomjua yule mtu ni mwema na nini, hiyo hali kanishinda nguvu. Hapana, ngoja nimuombe tu. Kwa nini mtume ampi? Huyu bwana mimi namjua hana tatizo. Kwa hiyo kile ninachokijua kizuri kwa yule mtu kikanishinda, kikanifanya nishindwe kuvumilia. Nimuombe tena kwa mtume. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu, yakanishinda nguvu, yakanizidi nguvu yale ninayoyajua kwa yule mtu, ule wema wake na nini. Kona hapana, ngoja nimuombe tena. Fahutu limakalati, nikarudia maneno yangu tena. Fakultu, nikamwambia mtume, mala kaantilani, mtume una nini na ule fulani? Yaani mbona hujampa mali? Fa wallahi inni la arahu mu'mina, na hapa kwa Allah mimi namuona huyu bwana ni muumini. Faqal, mtume naye mara pili akasema au muslima, bali Muislamu, bali ni muslim. Yaani mtume anamtoa katika neno mu'min anamuingiza katika neno muslim. Yaani kwamba mambo mengine ya moyoni nini anayajua Allah, sisi hukumiane kwa nje huyu ni muslim, sababu ndio mambo ya nje tunayoyaona, lakini ya moyoni na nini hatujui tu ndani. Unaonaje ukisema ni muslim? Bwana akakaa kimya tena. Lengo lake yule bwana naye apewe mjao. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu, kisha yakanishinda tena ninayoyajua kwa yule mtu, ule wema wake anafanya huyu bwana, ngoja mimi nimuombe tu na yeye apate kitu. Fa'utu limakalati, nikarudia tena maneno yangu, kwa maana ewe mtume una nini na huyu bwana, mbona umpi? Mtume huyu bwana ni muumini. Mtume akasema au muslima. Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume naye akarudia maneno yake yale au muslima. Thumma qala, baadaye mtume katika hii mara tatu mtume akasema, akataja kwa nini mtume yule bwana hajampa. Mtume kimsingi hakuwa na tatizo na yule bwana, hana tatizo na Uislamu wake na imani yake, hana tatizo lolote. Lakini hapa mtume alikuwa anawapa mali wale waliosilimu karibuni kwa ajili ya taalimu, kulainisha mioyo zao na nini. Hii ni siasa sharia inaitwa. Yaani kiongozi anapogawa mgao anaweza kuangalia nani nimpe sana kwa maslaha fulani. Huyu mwingine ana miaka 20-30 katika Uislamu ana subira na nini. Huyu mwingine amesilimu juzi jana, mgao uko pale anapokosa kwamba wenyewe wapo hivi bwana. Inaweza kuwa ni sababu ya kwake ya ridda, kaacha dini.
Kwa hiyo ndio kiasi sharia. Sio mtu kila anapokosa kitu tu kwamba amehulumiwa, hajajaliwa, hapana. Ndio unaonekana wewe subira unayo. Ukikosa hautalalamika. Kuna mwingine hajui mafunzo na nini. Kakosa kitu kidogo tu kama tisini ya wala mtako. Kwa kiongozi atakiwa awe nabii anaangalia haya masai. Kwa mtume akataja sababu ya Saadu, ewe Saad, inni la u'ti rajula, mimi naweza kumpa kitu mtu, mimi naweza nikampa mtu wa ghayruhu ahabbu ilayya min, hali ya kuwa mwingine nisompa nampenda zaidi kuliko nilompa. Mimi naweza nikampa mtu wakati kuna mwingine ambaye sijampa nampenda zaidi. Lakini naweza nikampa mtu khashiyata an yakubahu Allah fi nar, kwa kuogopea huyu nilempa kwa kuogopea akikosa Allah asije akamuingiza motoni. Akikosa asije akamtukana mtume, akaitukana dini kwa ni sababu ya kuingia motoni. Kwa muda mwingine nampa mtu ili asije akaongea maneno mabaya ikawa ni sababu kwake ya kuingia motoni. Na namnyima mtu mwingine na muamini huyu hataongea kitu kibaya. Kwa ni masala ya kuangalia nani ana imani, nani imani yake ni ndogo na kadhalika. Hao waliopewa wengi walikuwa Muslimu karibuni. Bado imani haijathibiti vizuri. Dakika yoyote wanaweza wakaona fanye rita. Hichi kitendo ya kubu maana yake ni kuingizwa motoni kwa kutumia uso, kuburuzwa uso. Ndio kaba ya kubu. Kuingizwa motoni kwa sura ya kwamba kifudifudi, yani uso unaburuzwa. Inni la u'ti rajula, mimi naweza muda mwingine nikampa mtu wa ghayru ahabu ilayya minhu, wakati mwingine nampenda zaidi ambaye nilimpa. Lakini yule nilompa nimempa khashiyata an yakubahu Allah fi nar, kwa kuogopa Allah asije akamuingiza motoni. Kwa maana asije kwa kukosa na imani yake iko chini akaanza kuongea maneno mabaya na kutukana dini, kumtukana mtume kwamba mtume wali sio mwadilifu, ikaweza kuwa ni sababu ya yeye kuingia katika anna. Tumalizie mlango mmoja unaofuata, simame inshallah. Babu kufurani la ashiri wa kufri duna kufrin. Huu mlango unazungumzia kufurani la ashiri, kumkufuru mume. Kukufuru na kudharau juhudi za mume. Al-ashiri hapa ni azauji, mume. Babu kufurani la ashiri, kumkufuru mume. Na mlango unazungumzia kufrin duna kufri. Kuna kufuru ipo chini ya kufuru. Yaani kuna kufuru ndogo haimtoi mtu katika mila. Ndio inaitwa kufuru duna kufuru. Kufuru chini ya kufuru ndogo imeitwa kufuru, lakini haimfanyi mtu kuwa amiri. Na hili jambo la msingi kwa sababu watu wanakufurishana. Wewe kafiri bwana, ushatoka katika wewe kafiri halalu dam. Kuna baadhi ya vitendo sheria imeita kufuru ikikusudia ni kufuru ndogo. Hata kupigana Uislamu umeita kufuru. Kupondana kwenye nasabu, wewe kabila gani, kabila lenu ni wachovu, hamuna hivi, Uislamu umeita kufuru. Hizo zote ni kufuru duna kufuru. Kwa hiyo ni masala muhimu kwa sababu wale khawarij ndio wanakosea katika masala haya, wanakufurisha watu kiujumla, kiolela, na baadaye wanawadhuru dhulman wa udwana. Kuna kufur duna kufri, anakuambia Imam Bukhari, na elimu yake unaifahamu. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم amesema mtume, uritu nara, nimeonyeshwa moto. Amesema mtume nimeonyeshwa moto. Fa idha aktharu ahliha, watu wengi ambao ni watu wa motoni, an-nisaa, nimeona ni wanawake. Maneno ya mtume si tunanukuu. Nimeonyeshwa moto, fa idha aktharu ahliha, watu wengi wa motoni, an-nisaa, ni wanawake. Mtume aliulizwa katika riwaya, kwa nini wawe motoni wengi? Yakfurna, kwa sababu wanakufuru. Kila mtume akaulizwa, ayakfurna billah, au wanawake wanamkufuru Allah? Mtume akasema hapana, wala sio kufuru ya kumkufuru Allah. Kinachowafunza wanawake yakfurna la ashir,
wanamkufuru mume, hawajali juhudi za mume. Mume amehangaika, amebeba mizigo kwa magunia makilo kadhaa, amechafuka, amefanya hivi, akirudi zake na dagaa nyumbani anadharauliwa, anaonekana mzembe na yakfuruna al-ashir, wanamkufuru mume. Wayakfuruna al-ihsana, wanakufuru ihsan, wema wa mume. Baadaye Mtume akaweka wazi zaidi, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, wanawake wengi ila marhamallah, hata ukimfanyia wema mmoja wao adahara, maisha yote, muda wako wote wa ndoa, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, hata ukimfanyia wema mmoja wao maisha yote unamfanyia wema, mambo safi, umemfanyia hivi, umemfanyia hivi, thumma ra'at minka shay'an, ikatokea siku moja ameona kwako kitu kibaya, siku moja kitu tu, muda wote umemfanyia mazuri, siku moja tu ameona kwako baya, qala, mwanamke atasema, ma ra'aytu minka khairan qattu, mume wewe sijaona kwako jambo zuri hata siku qattu, yani hata siku moja sijaona jambo zuri kwako hata siku moja. Nadhani ili wale wakubwa wao wanafahamu vizuri. Mtu kana amejengea, amefanyaje, ameenda kuoa tu nini, basi huyu mwanaume ndio atakuwa wabaya, yeye ndio namba moja. Kullu da'in lahu da, magonjwa yote ni yake. Maovu yake atakuwa mume wangu mimi muongo, yeye ndio namba moja, mume wangu mimi mvivu ndio namba moja. Yaani mabaya yote ataambiwa yeye. Wakati nyuma alikuwa mashallah anaonekana huyu ndio mume, mashallah tumepata mke na kadhalika. Almuhimu, hii hadithi inawahimiza wake zetu, dada zetu, wajali juhudi ambazo wanaume wanafanya. Wanaume wanafanya juhudi kubwa, wanahangaika, watu wanatukanwa kazini, watu wanatukanwa masokoni, lakini wanavumilia katika njia ya kutafuta riziki kwa ajili ya wake na watoto. Kwa hiyo ni uadilifu na ni akili wakirudi nyumbani kujaliwa na kuheshimika kile kichacho walichokipata. Ama sokoni na kazini mtu amepatwa na mabaya, ametukanwa, amefanya hivi, karudi nyumbani anakuta jeuri zingine, kwa kweli inakuwa ni mtihani. Nasallallahu alaihi wasallam. Tuishie hapo. Ijumaa inshallah tutakuja kuendelea na hili lango. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Tupate adhana baadaye tuangalie kama